Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Oktoba 16 mwaka wa 2025. Tumekuwa tukijifunza mfululizo wa masomo haya kwa mwaka huu mzima. Na katika mwezi huu masomo yetu yamejielekeza kutuonesha mada kuu inayosema mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Leo tutaenda kuiangazia mada isemayo baraka za ibada za Sabato. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Asante kwa ajili ya ulinzi wako. Asante kwa ajili ya baraka. Asante kwa ajili ya hatua ambazo umetutembeza kwazo. Jina lako litukuzwe kwa ajili ya afya zetu. Jina lako litukuzwe kwa ajili ya namna ambavyo umetupatia mahitaji mbalimbali tulioleta kwako. Mungu wa mbinguni, masaa haya tunapoenda kujifunza mada hii, tunajikabidhi kwako tukiomba ulinzi wako uende pamoja nasi. Roho yako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Baraka za ibada za Sabato. Mada hii imejengeka katika kitabu cha waraka kwa Waebrania sura ile ya 10 aya 25. Neno la Mungu linasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri monavyo siku ile kuwa inakaribia. Leta zawadi yako maalum kabisa kwa Mungu kwenye siku yake takatifu. Hebu uzima wa thamani wa nafsi utolewe kwake katika ibada takatifu. Kila mtu anapaswa kuhisi kwamba ana sehemu ya kufanya katika kuufanya mkutano wa Sabato kuwa wenye manufaa. Hampaswi kukusanyika pamoja kikawaida kama jambo la mtindo tu, bali kwa ajili ya kubadilishana mawazo, kwa ajili ya kusimuliana uzoefu wenu wa kila siku, kwa ajili ya kuonesha shukrani, kwa ajili ya kueleza shauku yenu ya kweli, ili kuangaziwa na Mungu, mpate kumjua Mungu na Yesu Kristo aliyemtuma. Kubadilishana mawazo kuhusiana na Kristo kutaimarisha nafsi kwa ajili ya majaribio na mapambano ya maisha. Kamwe msifikiri kwamba mnaweza kuwa Wakristo na bado mkawa na utengano. Kila mtu ni sehemu ya mtandao mkubwa wa wanadamu, na uzoefu wa kila mmoja unaweza kuamuliwa kwa ukubwa na uzoefu wa wale anaoshirikiana nao. Kwa nini hatufikia 100% ya baraka tupaswayo kupata kwa kukusanyika pamoja ili kumwabudu Mungu? Uwezo wetu wa ufahamu unahitaji kunolewa. Kushirikiana kila mtu na mwenzake kunapaswa kutupatia furaha. Kwa tumaini hili tulilonalo, kwa nini mioyo yetu ising'arishwe kwa upendo wa Mungu? Katika kila mkusanyiko wa kidini, tunapaswa kuja na utambuzi wa kiroho uliohuishwa kwamba Mungu na malaika zake wako hapo, wakishirikiana na waabudu wote wa kweli. Unapoingia mahali pa ibada, muombe Bwana aondoe uovu wote moyoni mwako. Leta nyumbani mwake kile tu ambacho anaweza akakibariki. Sujudu mbele za Mungu hekaluni mwake, na visalimishe kwake vilivyo vyake, ambavyo amevinunua kwa damu ya Yesu. Omba kwa ajili ya mhubiri au kiongozi wa ibada. Omba kwamba baraka kuu iweze kuja kupitia yule ambaye anapaswa kulihubiri neno la uzima. Jitahidi kwa bidii kupata baraka kwa ajili yako mwenyewe. Mungu atawabariki wale ambao wanajiandaa hivyo kwa ajili ya ibada yake. Wataelewa kile inachomaanisha kuwa uthibitisho wa Roho kwa sababu wamempokea Yesu kwa imani. Mahali pa ibada panaweza kuwa patulivu mno, lakini pasitambuliwe na Mungu. Kwa wale wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli,
na katika uzuri wa utakatifu patakuwa kama lango la mbinguni. Kusanyiko la waumini linaweza kuwa dogo kwa idadi, lakini mbele za Mungu ni wa thamani mno. Kwa mshikamano wa ukweli, wamechukuliwa kama mawe yenye mikwaruzo kutoka kwenye machimbo ya kidunia na kuletwa katika karakana ya Mungu ili kuchongwa na kusawazishwa. Lakini hata katika mikwaruzo ni wa thamani mbele za Mungu. Shoka, nyundo na patasi ya majaribu viko mkononi mwa yule aliye mahiri. Vinatumiwa si ili kuharibu, bali ili kukamilisha ukamilifu wa kila nafsi. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Oktoba 16 mwaka 2025, tukijifunza mada isemayo baraka za ibada za Sabato. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Dhambi zimeoshwa.
zote nibadilishe. Badilisha Bwana maisha yangu mimi, natamani sana nikutumikie siku zote nibadilishe.